Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte amekamatwa leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Manila kufuatia agizo la mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kuhusiana na kesi ya uhalifu dhidi ya binadamu iliyowasilishwa dhidi yake. Haya ni kwa mujibu wa serikali ya nchi hiyo. Katika taarifa, ofisi ya Rais Ferdinand Marcos imesema kuwa Duterte alikamatwa baada ya kuwasili kutoka Hong Kong na kuwekwa kizuizini kwa amri ya ICC ambayo imekuwa ikichunguza mauaji ya watu wengi yaliyotokea chini ya msako mkali dhidi ya dawa za kulevya. Mmoja wa wakili wa Duterte, Sylvester Bello, amesema, ninahisi kwamba amenyimwa haki zake za kisheria, hasa kama rais wa zamani. Hata kama utapuuza hilo, kwa mtu yeyote Mfilipino una haki ya kupata haki zote za kikatiba kama ilivyowekwa katika katiba yetu. Kukamatwa kwa Duterte kumezishangaza familia za waathiriwa wa msako huo wa kikatili ambazo zimeelezea kushukuru kwamba hatimaye haki imetendeka. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Brussels. Halmashauri kuu ya Ulaya leo inatarajiwa kupendekeza sheria kali zaidi za kuwarudisha makwao waomba hifadhi waliokataliwa. Mswada huo mpya unalenga kuwezesha mchakato wa ufanisi zaidi pamoja na kuongeza idadi ya kukataa maombi ya hifadhi. Kulingana na halmashauri hiyo, kwa sasa karibu 1/5 ya watu wanaoamriwa kuondoka katika nchi za umoja huo kweli hurudi katika nchi zao za asili. Waomba hifadhi wengi waliokataliwa husalia katika nchi walizokataliwa licha ya uamuzi dhidi yao kwa sababu nchi zao za asili hukataa kuwakubali ama taratibu huchukua muda mrefu zaidi kutekelezwa. Chini ya pendekezo hilo, maamuzi ya kurejeshwa makwao kwa waomba hifadhi yatakayofanywa na nchi moja ya Umoja wa Ulaya yatatumika na nchi nyingine mwanachama. Kamishna wa uhamiaji wa umoja huo Magnus Brunner ameliambia shirika la habari la Ujerumani DPA kwamba haikubaliki kwa utaratibu wa kutoa hifadhi kukamilishwa katika moja ya nchi mwanachama na kisha utaratibu mwingine kuanzishwa katika nchi nyingine. Hatimaye Delhi. Maeneo mengi duniani yana hewa chafu huku 17% pekee ya miji duniani kote ikitimiza miongozo ya uchafuzi wa hewa. Haya ni kulingana na ripoti iliyochapishwa na kampuni ya ufuatiliaji ubora wa hewa IQ Air yenye makao yake nchini Uswisi. IQ Air ilichambua data kutoka vituo 40,000 vya ufuatiliaji ubora wa hewa katika nchi 138 na kugundua kuwa Chad, Kongo, Bangladesh, Pakistan na India zilikuwa na viwango vya juu zaidi vya hewa chafu. India ilikuwa na miji 6 kati ya 9 iliyo na hewa chafu zaidi huku mji wa viwanda wa Bairnihat ukiathirika zaidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia yetu leo mchana. Asante sana Tatu Karema. Mchana huu Ukraine inatarajiwa kuwasilisha kwa Marekani mpango wa usitishaji kwa sehemu mapigano na Urusi. Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte akamatwa kwa waranti uliotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, na mjadala wa zuka Tanzania baada ya serikali kusema kuwa taifa hilo la Afrika Mashariki linatarajia kununua umeme kutoka nje ya nchi. Serikali inataka kufanya, serikali yetu communicate, hamna strategic communication. Watu wanajizungumzia. So lazima wananchi wapate confusion. Tutaumulika kwa kina mpango huo katika mjadala wetu wa leo, kwa hiyo baki nasi. Matangazo haya yanakujia pia moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube na pia kwenye podcast zetu zote, tafuta DW Kiswahili. Tuanzie Ulaya ambapo Ukraine inatarajiwa hii leo kuwasilisha kwa Marekani mpango wa usitishaji kwa sehemu mapigano na Urusi katika mazungumzo ya mjini Jeddah yanayowashirikisha maafisa wa Washington. Hayo yakijiri, Ukraine imefanya shambulizi kubwa la usiku kucha la droni dhidi ya Urusi ikiwemo katika mji mkuu Moscow. Taarifa zaidi na Silvia Mwehozi. Kuelekea mazungumzo ya leo Jumanne, Ukraine imefanya shambulizi ambalo Moscow imelitaja kuwa shambulizi kubwa la usiku kucha,
huku ndege zipatazo 337 za drone zikidunguliwa katika maeneo tofauti ya nchi, ikiwemo drone 91 katika mji mkuu wa Moscow. Shambulizi hilo limemuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 9 kulingana na mamlaka za mji wa Moscow. Mashambulizi hayo ya Ukraine yamefanyika wakati juhudi za kusaka amani zikiendelea nchini Saudi Arabia kati ya maafisa wa Ukraine na Marekani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwasili Saudi Arabia kwa mazungumzo juu ya uwezekano wa makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Urusi ambayo ilivamia zaidi ya miaka 3 iliyopita. Kiongozi huyo wa Ukraine aliwasili jana Jumatatu katika mji wa pwani wa Jeddah na kukutana na mtawala wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Mara baada ya mazungumzo yake na mwanamfalme Salman, Zelensky amependekeza kuachiliwa kwa wafungwa na kurejeshwa kwa watoto wa Ukraine katika nchi yao. Kiongozi huyo aliandika katika ukurasa wa mtandao wa X akisema kuwa inaweza kuwa hatua muhimu katika kujenga imani kwenye juhudi za kidiplomasia, akisisitiza kwamba sehemu kubwa ya majadiliano ilijikita katika muundo wa dhamana za usalama. Hii leo wasuluhishi kutoka Ukraine wakiongozwa na mkuu wa ofisi ya rais Andriy Yermak, waziri wa mambo ya nje Andriy Sybiha na waziri wa ulinzi Rustem Umerov watajumuika kwenye mazungumzo na ujumbe wa Marekani unaoongozwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Zelensky hatashiriki katika mazungumzo hayo. Mazungumzo hayo yanayofanyika leo Jumanne yatakuwa ni ya kwanza kati ya Ukraine na Marekani tangu vuta ni kuvuta iliyoshuhudiwa kwenye ikulu ya White House kati ya Zelensky na Rais Donald Trump na makamu wa rais JD Vance na kupelekea Washington kusitisha msaada wa kijeshi kwa Kiev. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Jumatatu alionyesha matumaini kabla ya mazungumzo hayo wakati alipowasili Jeddah na kuongeza kuwa wasingekwenda kama hawakuwa na matumaini. Taarifa aidha zimesema mjumbe maalum wa Rais Trump Steve Witkoff anapanga kuzuru Moscow na kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin, kwa mujibu wa mashirika mbalimbali ya habari ambayo yamenukuu vyanzo ambavyo havikutajwa na wala havikutoa maelezo zaidi. Witkoff ambaye ni mjumbe rasmi wa Trump katika kanda ya Mashariki ya Kati amekuwa na mchango mkubwa katika juhudi za kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka 3 nchini Ukraine. Ripoti ya Silvia Mwehozi. Afisi ya rais wa Syria imetangaza makubaliano na mkuu wa kikosi cha wapiganaji wa Kikurdi cha Syrian Democratic Forces SDF kujumuisha taasisi za utawala wa ndani wa eneo la kaskazini magharibi katika serikali ya kitaifa. Mamlaka za Syria chini ya rais wa mpito Ahmed al-Sharaa zimefanya juhudi kuyavunja makundi yenye silaha na kuwezesha udhibiti wa serikali wa maeneo ya nchi nzima tangu kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad alipoondolewa madarakani Desemba mwaka jana baada ya zaidi ya miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Josephat Charo na ripoti kamili. Mkataba huo mpya unaotarajiwa kutekelezwa kufikia mwisho wa mwaka umesainiwa kufuatia siku kadhaa za machafuko katikati ya eneo la jamii ya wachache ya Waalawi wa Syria ambalo limesababisha kitisho kikubwa ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwa uthabiti wa taifa hilo tangu kuanguka kwa Assad madarakani. Afisi ya rais ilichapisha taarifa Jumatatu iliyosainiwa na pande zote mbili ikiainisha makubaliano kuhusu kuzijumuisha taasisi za kiraia na kijeshi za eneo la kaskazini mashariki mwa Syria katika utawala wa dola la Syria, vikiwamo vituo vya ukaguzi mpakani, uwanja wa ndege na maeneo ya ardhi yenye mafuta na gesi. Chombo cha habari cha serikali kimetoa picha ya Sharaa akisalimiana kwa mkono na kiongozi wa SDF Mazlum Abdi kufuatia kutiwa saini makubaliano hayo. Taarifa hiyo ilisema jamii ya Wakurdi ni kipengee muhimu cha dola la Syria inayohakikisha haki yake ya uraia na haki zote za kikatiba. Pia ilipinga mito ya migawanyiko, chuki na juhudi za kuleta mafarakano kati ya matabaka mbalimbali ya jamii ya Wasiria. Abdi amesema hivi leo kwamba mkataba huo ni fursa halisi ya kuijenga Syria mpya. Kiongozi huyo wa SDF ameandika katika ukurasa wake kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba wamejitolea kwa dhati kujenga mustakabali mwema unaohakikisha haki za Wasiria wote na kutimiza matarajio yao ya amani na utu. Makubaliano hayo yamepokelewa kwa furaha na shangwe na Wakurdi. Taha ni mkazi wa eneo la Wakurdi la Kamishli. Nauona mkataba huu kama hatua nzuri kwa sababu watu wa Syria wameteseka vya kutosha. Kila tabaka katika jamii limechokana na vita.
tunataka amani. Tunataka amani kwa Wakurdi. Makubaliano mapya pia yanazungumzia kuisaidia dola ya Syria katika mapambano yake dhidi ya mabaki ya wafuasi wa Assad na vitisho vyote kwa usalama wa nchi na umoja. Wakati haya yakiarifiwa, chombo cha habari cha serikali ya Syria kimeripoti mashambulizi kadhaa ya kutokea angani yaliyofanywa na Israel katika mkoa wa kusini wa Daraa Jumatatu usiku. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amejadili swala la kuendeleza serikali imara na thabiti nchini Syria. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema katika taarifa kwamba Rubio alijadili swala hilo na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman katika mkutano uliofanyika Saudia. DW tunavuma kwa kishindo. Bado tuko mubashara katika matangazo yetu ya mchana. Unaweza pia kutuandikia maoni yetu kwa kutembelea mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili kwenye Instagram, Facebook na hata tuko kwenye TikTok na YouTube. Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte amekamatwa leo Jumanne kwa waranti uliotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Duterte anatuhumiwa na mahakama hiyo kwa uhalifu wa kibinadamu wakati wa kampeni yake ya kupambana na biashara na matumizi ya madawa ya kulevya wakati akiwa rais wa taifa hilo la Asia. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Kwanza, Rodrigo Duterte alikuwa rais wa Filipino kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2022, na katika utawala wake akitajwa na jumuiya ya kimataifa kuwa kiongozi aliyekiuka haki za binadamu kwa kiasi kikubwa. Mahakama ya ICC ilikuwa ikiendesha uchunguzi kwa miaka kadhaa kuhusu mauaji ya watu wengi yaliyotokea Filipino chini ya utawala wake katika kile kilichokuwa kikiitwa operesheni za kukabiliana na wauza mihadarati. Hii leo kiongozi huyo wa zamani alikamatwa akiwa uwanja wa ndege mjini Manila akitokea Hong Kong na kupelekwa moja kwa moja kizuizini na kuwekwa chini ya ulinzi wa dola na kukabiliwa waranti wa kukamatwa na mwendesha mashtaka mkuu. Mahakama hiyo ya mjini The Hague inamtuhumu Duterte kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa mujibu wa serikali mjini Manila. Tukio hilo ghafla lilizusha vurumai katika uwanja wa ndege ambako mawakili na wasaidizi wa Duterte walipiga kelele za kupinga kukamatwa kwake pamoja na kuzuiwa kwa daktari na wanasheria wake kuongozana naye alipopelekwa. Silvestre Bello watatu ni mmoja wa mawakili wa Duterte. Nahisi amenyimwa haki zake za kisheria kama rais wa zamani, na hata ikiwa hilo linapuuzwa, lakini kwa mtu yeyote ambaye ni raia wa Filipino unayo haki ya kupewa haki zote za kikatiba kama inavyosema katiba yetu. Nakala ya waranti wa ICC iliyoonekana na shirika la habari la AP inaeleza kwamba kuna sababu za kutosha za kuamini kwamba mashambulizi dhidi ya wahanga yalienea na hata kuendeshwa kimfumo na yalifanyika kwa miaka mingi na maelfu ya watu inaonesha waliuawa. Waranti huo pia umefafanua kwamba kuna haja ya kukamatwa kwa Duterte kuhakikisha anafikishwa mbele ya mahakama hiyo ya ICC. Tangu kukamatwa Duterte bado hakuna tamko la mahakama hiyo wala ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC. Familia za wahanga waliouawa chini ya utawala wa Duterte zimeshangilia hatua hii ya kukamatwa kiongozi huyo wa zamani, huku wakisema hivi sasa wanahisi haki itapatikana sio tu dhidi ya Duterte bali hata polisi waliohusika kwenye operesheni ya mauaji. Baadhi ya Wafilipino lakini wamesikitishwa na kukamatwa Duterte, wakisema alifanya kazi nzuri nchini humo ya kutokomeza mihadarati. Haijafahamika kiongozi huyo anashikiliwa wapi na lini atasafirishwa kupelekwa The Hague. Ikumbukwe pia Duterte aliiondoa Ufilipino kuwa mwanachama wa ICC mwaka 2019, hatua iliyokosolewa sana wakati huo na wanaharakati wa haki za binadamu waliosema aliichukua kukwepa kuwajibishwa. ICC imeshasema lakini bado inayo mamlaka ya kisheria katika uchunguzi huu.